Israel imedai imewaua zaidi ya wapiganaji 20 wa Hizbullah, lakini pia na makumi ya maeneo ya kundi hilo la Hizbullah yameharibiwa wakati wa operesheni za IDF kusini mwa Lebanon katika muda wa saa 24 zilizopita, jeshi lilisema siku ya leo Alhamisi asubuhi. Katika tukio moja la Jumatano, wanajeshi kutoka brigedi za Golan za IDF waliona kundi la wapiganaji wa Hizbullah wakijaribu kurusha makombora ya vifaru kuwaelekea. Wanajeshi hao walifyatua risasi na kuwaua 5 huku wengine 3 wakiuawa katika shambulio la anga la jeshi la wanahewa la Israel IAF. Zaidi ya hayo, IDF ilipata na kunyakua silaha kadhaa ikiwa ni pamoja na RPG, roketi ya kuzuia vifaru, risasi, bunduki za kuwinda na vifaa vingine vya kijeshi. IDF imesema itaendelea kufanya kazi kwa dhamira dhidi ya kundi hilo waliloliita kundi la kigaidi la Hizbullah ambalo lilichagua kujiunga na vita na kufanya kazi chini ya ufadhili wa utawala wa Iran. IDF haitaruhusu madhara kwa raia wa Israel, jeshi hilo limesema. Jeshi la IDF la Israel limesema litaendelea kufanya kazi kwa dhamira dhidi ya shirika hilo waliloliita la kigaidi la Hizbullah ambalo lilichagua kujiunga na vita na mapambano dhidi yao katika kuunga mkono Iran, hasa katika kile walichosema kwamba ni kuunga mkono Iran na kulipa kisasi mauaji ya kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. IDF pia inasema imemuondoa kamanda wa kitengo cha Imam Hussein mapema wiki hii. IDF ilisema kuwa imemuua kamanda huyo katika kitengo cha Imam Hussein huko Beirut wiki moja baada ya kumtoa mtangulizi wake. Hassan Ali Marwan alihusika na shughuli za kitengo hicho na alikuwa ameteuliwa kwa kamanda wake kufuatia kuondolewa kwa kamanda wa zamani Ali Maslam Tabaje pamoja na naibu wake Jihad Al-Safira na watendaji wakuu wengine kadhaa. Katika nafasi yake, Marwan alikuwa ameamuru kurushwa kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani na roketi kuelekea Israel na wanajeshi wa IDF wanaofanya kazi kusini mwa Lebanon. Kundi hili linaonekana ni hatari sana wakati huu dhidi ya Israel. Ni kundi ambalo kimsingi limefanya mashambulizi makubwa katika taifa la Kiyahudi la Israel na hatimaye kusababisha mauaji ya raia pamoja na kuharibu miundombinu katika taifa hilo la Kiyahudi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.